Na wasalimu kwa jina la KVZ, na mashabiki wetu muitikie ushindi uendelee. Niko hapa meneja wa kitengo cha klabu ya KVZ kwa ajili ya kuwaletea taarifa fupi juu ya kikosi chetu kuelekea mashindano ya Sekafa Kagame Cup. Baada ya kupata mwaliko wa mashindano haya, kwa vile sisi ndio mabingwa wa ligi kuu ya Zanzibar, tumefarajika sana. Kikubwa ni waahidi mashabiki wetu na wadau wa soka wa Zanzibar kuwa mujiandae kupata furaha, kupata sherehe na nderemo, kwa sababu this season kwanza kabisa kwenye intemi ya usajili tumefanya usajili ambao utakwenda kutubeba na kutoka kipaumbele kwa ajili ya kufanya vizuri. Lakini cha pili ni historia kwa klabu kushiriki mashindano haya for the first time, na waahidi mashabiki wetu tutakwenda kuwaangusha. Baada ya kutoka kundi letu group C kwenye mashindano haya likiwa na timu kama Al Hilal, Rayo Sports pamoja na Tusker ya kutokea pale Kenya, watu walianza maneno. Nilipitia mitandao ya kijamii nikaona maneno ya watu ya kibeza, lakini niwaambie kuwa tunajiandaa kuwashangaza. Najua hamtupi kipaumbele, lakini sisi kama KVZ kupitia mkuu wetu Luteni Kanali Said Shamhuna, mkuu wa kikosi cha Volunteer Zanzibar, tumejidhatiti kwenda kufanya vizuri katika mashindano haya. Na tunakwenda kufanya vizuri kwenye mashindano haya kivipi? Cha kwanza ni maandalizi yetu ambayo tumeyafanya. Moja, maandalizi bora na ya kiwango cha kimataifa tumeyafanya kuelekea this tournament. Na this tournament hatuchukulii kama ni mashindano tu, tunachukulia kama ni step mojawapo ya kujiandaa na mashindano ya CAF Champions League, kwa sababu aina ya club ambazo ziko huku ni clubs ambazo zina level ya ile ya CAF Champions League, Al Hilal, Simba Sports na watu wengine kina Singida. Kwa hiyo sisi kama KVZ tumejiandaa. Hatuwezi tukahofia timu ambayo inafungwa na timu ya Masanza, timu ambayo ilifungwa finali ya msimu jana na timu ya Masanza. Hatuwezi kuihofia hata kidogo. Na kwenye group letu hakuna timu hata moja tunaihofia au inatutisha kutokana na experience yao au kutokana na level ambao wako nayo. Unajua huu ni mpira wa miguu. Sasa hivi mbinu ndio kitu kinamata zaidi. Haijalishi ni mkongwe, haijalishi wewe ni mpya, haijalishi sijui una uzoefu, lakini ukiwa na mbinu duni huna kitu ambacho unakipata. Sisi kupitia kocha wetu Hababu tumejipanga kuhakikisha kwamba anaandaa mbinu nzuri ambazo zitakwenda kutusababisha KVZ kupata ushindi, lakini tuweze kuipeperusha vizuri bendera ya Zanzibar. Sisi ndio wakilishi, nadiri kusema sisi ndio tutakuwa wakilishi bora sana kwenye wa Zanzibar kwenye mashindano ya kimataifa kwenye karne hii ya 21. Na ari tunayo, nguvu tunayo, kila kitu cha kutufanya sisi tufanye vizuri tunao. Usajili ambao tumeufanya, tukianza kuwashusha wachezaji wetu, nafikiri nyote mtakubaliana na mimi kuwa tuna level ya wachezaji ambao wana hadhi ya kimataifa, wana hadhi ya kufanya vizuri, wana hadhi ya kushindana na mpinzani aina yoyote. Kwa hiyo niwasihi mashabiki wetu muendelee kuwa na sisi. Soon hapa tutaanza kushusha silaha zetu, lakini vile vile tutaaga wachezaji wetu, lakini kikubwa kwenye mashindano haya ya Kagame tumejipanga kwenda kufanya vizuri na sio kwenda Rwanda kutembea au kushiriki. Tumejipanga kwenda Kagame kushindana au kwenda Rwanda kushindana, sio kwenda kuangalia watu usoni. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nilitaka kuwafikishia. Mkielewe timu yenu ipo katika maandalizi mazuri, viongozi wanapambana nje ya kiwanja, lakini na wachezaji ndani ya kiwanja nao wanaendelea kufanya vizuri. Na Rwanda tunakuja, na hapa salamu watu wa Rwanda au wapinzani wetu ambao tuko nao. This time hatuchekeshi, tunakuja Rwanda kushindana.